Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Once again, mimi nayo tukikutana hapa maanake tunazungumza mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea katika mpira. Najisikia fahari sana nikipatana na wewe. Sasa kama ambavyo tunavyojua, kikosi cha Simba kiko pale Misri kwa ajili ya mchezo wao wa robo finali ya kwanza dhidi ya kikosi cha Al Masry. Mimi jicho langu liko pale kuhakikisha kwamba ninafuatilia kila kinachoendelea na kuzitazama nyendo zao kwa wakati mmoja na kujua kipi ni kipi na kipi ni kipi, ni nini kinachoendelea huko. Simba walifika jana tarehe 28 ya mwezi wa tatu ya mwaka 2025 na ilikuwa ni safari ndefu sana ya kuzikata karibia kilomita 4248 ambayo ilikuwa ni safari ya takriban masaa 5 na dakika 45, saa 5 na dakika 45. Mara baada ya Simba kufika Cairo, wakasafiri tena kutokea kwenye jiji la Cairo kuelekea kwenye jiji la Ismailia, ambapo hapa walizikata takriban kilomita 127.5. Hapa ndipo ambapo Simba waliamua kuweka base yao ambayo itakuwa ni ya siku 4. Na mara baada ya kufika hapo, Simba walichagua hoteli moja ya kifahari sana. Yaani hoteli ambayo Simba wameamua kufikia ni hoteli moja ya hadhi ya juu sana. Na unaambiwa mtu mmoja kwenye hoteli hiyo kulala kwa siku moja ni kati ya 300,000 mpaka 600,000. Inategemea na jinsi ambavyo labda unaweza pata discount na nini, lakini ni kwenye hiyo namna. Sorry. Simba watakaa pale kwa kipindi cha siku 4, kwa maana siku ya jana, siku ya leo, siku ya kesho, siku 3 by the way, na siku ya mchezo watasafiri kuelekea kwenye eneo la Port Said, ambapo ndo huko uwanja wa Suez Canal, ndipo ambapo kwenye uwanja wa kwenye jiji la Suez. Port Said unaweza kuita hivyo, Suez Canal unaweza kupaita hivyo, whatever. So Simba ndipo ambapo pale watakaposafiri. Kwenye hii hoteli ni hoteli ya kifahari. Navyokuambia ni hoteli ya kifahari, inabidi unielewe kwa sababu hapo hotelini pia unapatikana uwanja wa kufanya mazoezi. Yaani ni hoteli ambayo iko full package. Sorry. Hautohitaji kutoka hapo kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufanya mazoezi, hapana. Utahitaji tu kutoka hotelini na kwenda kwenye hilo eneo la kufanya mazoezi. So ni miongoni mwa maeneo ambayo kiukweli yana comfort wachezaji, wanajisikia kuwa huru kufanya kile wanachokihitaji, kwa sababu sio eneo ambalo liko very complicated, ambalo linaweza likaa na vitu vingi, hapana. Ni eneo ambalo linawafanya wachezaji wote wanakuwa wako relaxed. Na mara baada ya Simba kufika jana wakafanya hayo mazoezi, baadaye walifanya mazoezi ambayo tunayaita ni kama kurudisha mwili kwenye utimilifu. Safari ya masaa 5, mixa kusubiri airport, mixa kutoka Cairo kuelekea Ismailia, tunazungumzia karibia safari ya masaa takriban 7 kama si 8. Unabadilisha ndege tu kwenye huo muda wote. So ulikuwa ni wanahitaji mazoezi ya cool down mwili na kurudi kwenye utimilifu. As we know, tunatofautiana. Kuna watu ambao tukisafiri tunajisikia vizuri, kuna watu ambao kijisafiri hajisikii, kuna zile fever na vitu kama hivyo. So yalikuwa ni mazoezi ambayo yalifanyika, ilikuwa ni warm up, walifanya hiyo warm up, na mara baada ya hapo wakapiga ile mtukati like kuenjoy na kufanya refreshment, ni kufanya refreshment na kuyazoea mazingira. Kwa maana kuanzia siku ya jana tarehe 29 ilikuwa ni siku sasa ya kuanza kufanya mazoezi. Nilikwambia tutakaa siku 4. Siku ya jana, siku ya leo, siku ya kesho tarehe 30 na siku ya tarehe 31 na siku ya tarehe 1 wao wataanza safari ya kuelekea Suez Canal ama Port Said, huko ambapo mchezo utakapopigwa. So kuanzia siku ya leo Simba wamerudi kwenye ule mkakati wao wa kuendelea kufanya mazoezi na kuangalia ni kwa namna gani Simba sasa wataweza kupata matokeo mazuri mbele ya kikosi cha Al Masry. Kusema la ukweli, nimewafuatilia Al Masry kwenye michezo kadha wa kadha. Siku ya jana nilikufahamisha data zao na jinsi ambavyo walivyo, nikakwambia mpaka sasa kwenye ligi wapo kwenye nafasi ya 4 wakiwa na alama zao 55. Lakini pili, nilikwambia kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hawa jamaa hawa jamaa kwenye michuano ya CAF Champions League
Confederation Cup wamecheza michezo 8 na kwenye hiyo michezo 8 hawa jamaa wameshinda michezo 4, wamesare michezo 2 na kupoteza michezo 2. Nimejaribu kuendelea go big na kudig ili niweze kujua ubora wao uko wapi, lakini pia kwenye kundi lao walikuwa vipi, lakini pia nitaendelea kukufahamisha baadhi ya wachezaji ambao kusema la ukweli wamekuwa kwenye kiwango kizuri ambao Simba kama anaenda kukutana nao lazima ajiandae kwa sababu ya ubora alionao. Nimefanya baadhi ya uchambuzi na namna ambavyo alivyo, na nikukumbushe tu hii sio mara ya kwanza Simba kukutana Al Masry, kwa sababu mwaka 2018 walikutana hawa jamaa na Simba wakiwa nyumbani walipata sare ya 2-2 au kuwa mchezo mzuri sana kwa upande wao. Na hawa jamaa nilikuwa najaribu kupitia, si wabaya sana. Kwanza ni timu ambayo iko direct, wana enjoy transition game, wanacheza sana kimkakati. Ninavyosema transition game na maanisha timu inaama haraka sana kutoka kwenye hali labda ya kuwa na mpira kwenda kwenye hali ya kutokuwa na mpira. Na maanisha nini? Wakati timu ikiwa kwenye eneo la ulinzi wanakuwa kwenye organization fulani. Mfano wa jamani nilikwambia mfumo wao ni 4-2-3-1. Hiyo ni timu ikiwa haina mpira ama ni wakati inashambulia. Lakini sometimes unaweza kaona wanacheza 4-4-2 ama 4-5-1 kwa maana eneo la katikati wakawa watano. Hiyo ni organization ya ulinzi. Lakini wakiwa wako offensively, hiyo organization inabadilika haraka sana. Unaweza kujikuta wanacheza 4-3-3 ama 4-2-3-1. Inategemea jinsi ambavyo hao jamaa watakuwa wamekaa. Au unaweza ukashangaa wanacheza 4-2-4, maana yake kule juu wako 4. Transition wanabadilika sana, wako more direct, wanajua kucheza kimkakati. Kucheza kimkakati ni pamoja na ile kitu tunakiita time management. Unazikategorize vipi dakika ulizonazo kwa ajili ya kupata kile unachokihitaji. Al Masry wako vizuri sana kwenye long balls pamoja na set pieces. Of course taendelea kuwachambua kadri ambavyo siku zinavyozidi kwenda, lakini nikaona hii ni jazi hapa kabla mimi sijaondoka. Ukiangalia mabao mengi ambayo Simba wamefungwa mabao ambayo ni long balls. Inapigwa kama tunasema pinpoint pass ili mtu achomoka ikute, end of the day unakuta unafungwa. Lakini pili, hao jamaa wako vizuri sana kwenye set pieces kama zilivyo timu nyingi kutoka Warabuni wako vizuri kwenye hilo eneo la set pieces. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao kusema la ukweli nimeona wako vizuri na ni hatari, wa kwanza ni Beni Yusuf, central forward. Ni miongoni mwa watu ambao wanajua kudetect tempo. Anajua atrige wapi upate matokeo na atrige wapi usipate matokeo. Salama Hussein ambaye yeye anacheza kama attacking midfielder, kiungo wa ushambuliaji. Huyu naye ni miongoni mwa wachezaji ambao ni hatari sana linavyokuja swala la kushambulia timu. So Simba nilikuwa nataka nikuelezee the way ambavyo sehemu aliofikia. Hoteli ambayo wamefikia ni hoteli heavy ya kiwango cha juu sana. Ni hoteli ambayo ndani yake pia ina uwanja wa kuweza kufanya mazoezi, na Simba wataka hapo kwa siku takriban 4. Ni hilo tu ambayo nitaka kufahamisha. Nashukuru sana kwa sababu umekuwa mwaminifu sana kwangu. Sasa kusubscribe, comment, like na kushare na utakometisha sana. Asante, bye bye.